Kuna tujamaa tungine tubibi tudem tu mwanaume tunakaa kwa hizo block zingi, so tudem tuote tuwake tu mwanaume tuliletwa wapi? Tuliletwa hapa. Niruhusu tu nicheke kwa sababu alinichekesha, kwa sababu alianza sasa kunikatia kuniingiza box. Kuna shoga ni hao mabibi sasa, hao wanaume wenye wanakuwa wanafanya kaa wanawake, lakini mamende hawa mabwana sasa ndio wanaitangwa mamende. Inakuwaje watu wangu nguvu? Mimi naitwa presenter Ali Your Entertainment PA. Bado nipo na mwanangu nguvu anaitwa Masai Rungu. Tumepiga story ya kwanza, why he had to go to jail. Imekuwa simulizi ya tangu akiwa mdogo mpaka akaja kuwa mtu mzima. Mpaka akaja kuingia jela kwa sababu ya marafiki zake ambao walifanya makosa, lakini yeye alikuwa na ukaribu na wale marafiki. Hivyo basi ikamsababisha yeye mwisho wa siku kuingia kushikwa na kukamatwa. So tulikuwa pale, ulikuwa umekamatwa, bado hujaingia jela. Sijaingia. So mimi after tulienda kule Kware kupata wale wa jamaa, wale askari wakaniambia ukitembea na mwizi pia wewe ni nini? Mwizi. So ilibidi nimeface ile case na nikashikwa na ile case ya mada. Tulikuwa watu wangapi? Watatu, lakini sasa mimi nilikuwa third accused. So tulishikwa pale na tukapelekwa Narok police station. Kupelekwa Narok police station tumeripotiwa na nini? Na mada. Mimi mtoto wa watu sijaua. Sijawahi guza mtu hata kidogo. Unanielewa vizuri? Sijawahi jipata nimekata mtu ama nimejipata nimeumiza mtu na nimeenda jela jua nini ya mada. So tulipoenda police station tukashikwa, nikarushwa pale, kesi siku zikasonga. So ikawa venye tulifika pale ni tuende kotini, tuendelee kuface nini? Kuface ile kesi yetu fulani. So kwenda pale kotini mimi nilienda. Kufika kotini, kwenda police station, tukakaa police station, sasa tumestakiwa na mada. So hizo enzi Narok town hakukuwa na koti za Narok, hazikuwa na ile uwezo wa kuweza kuhandle kesi zingine kama za mada, vitu kama robbery stroke 2 rapings hazikuwa zinafanywa pale Narok. So mimi nilitolewa pale Narok. Venye tulikaa pale wale wa jamaa ikasemekana watatolewa pale wapelekwe Nakuru juu wakati huo ndio au kote ya Narok walikuwa wanapelekwa Nakuru. So wazazi wangu walinifaitia sana. Mimi sikuweza kupigwa transfer kwa sababu bado nilikuwa under 18 hiyo time, juu nilikuwa na miaka 17. So venye wase walitolewa, venye tulienda huko nini Narok police station, hao walikuwa wanaenda remand, but unajua Narok hakuna remand ya watoto. So mimi nilikuwa naishi nilikuwa police station. So tulikaa tukaendelea kusukuma kesi, wajamaa wakapigwa transfer na wakapelekwa Nakuru. Mimi nikabaki Narok. Kubaki Narok sasa ni mwezi wa 27, mwezi wa 10 wa 11 hapo. Sasa ndio tuko wa 10 hapo. So mimi naenda kotini ile after 14 days kama kawaida. So ile time nilienda ikafika time ya mimi kuamuliwa kesi yangu sasa. Kesi yangu iamuliwe niweze kufungwa. So ule judge mwenye alikuwako aliweza kunifunga, na kwa bahati mzuri akaweza kwa file yenye alijaza aliandika nifungwe Kabete. Mnanielewa vizuri? Kabete ndio nilikuwa kwa first time. Sasa yeye akajaza nirudishwe wapi? Kabete. So mimi nilikuwa nimekaa pale nikiongoja nipelekwe Kabete. Kwa hiyo tu wiki hizo siku kukaletwa jaji mwingine tena. Sasa ule mwenye alikuwako akaondolewa. Ule jaji venye aliletwa nikaenda sasa siku ya kufungwa ili sasa nireleasewe ni waweze kuniruhusu nipelekwe wapi? Kakamega. So ile siku yenye nilienda nikapata jaji mwingine. Huyu jaji akapitia ile file yangu. Kuipitia ile file yangu akapata mimi nishaienda wapi? Nishaienda Kabete na nikatoroka. Hivyo ndio file yangu inafanya nini? Wakati nilishikwa ilikuja ikasemekana na mzazi wangu akasema hata alikuwa mahali fulani na alifanya nini? Alitoroka. So ule judge alichukua na yeye ndio aliweza kunifunga upande wa Kakamega prison. Kuna Kakamega kuna jela ya youth ambayo inajiita Skusa Boston. Hiyo jela iko upande wa Kakamega karibu na Kakamega Forest. Iko karibu sana. So mimi niliweza kufungwa huko, na wakati nilifungwa kwa hiyo jela mimi nilitolewa, nilikaa Narok like 1 week alafu nikasafirishwa. Safari yangu ikaanza, nikatolewa Narok na tukaingia gari na tukaenda juu nilipelekwa na gari ya serikali. Unaelewa vizuri? So kwenda huko kufika, tukatoka Narok asubuhi na mapema sisi safari yetu, nikajipata tuko Kisumu. Tukaenda Kisumu, nikaingizwa kwa hoteli na nikanunuliwa lunch rafiki yangu. Mimi kununuliwa lunch, ile lunch nilibaiwa, niliingizwa kwa hoteli. Nikaitishiwa pilau, nikaitishiwa soda hapo ile kubwa, nikaitishiwa kulikuwa na samaki. Unajua huko hata
samaki hazikosi Kisumu, chakula yote unaikula na samaki. So mimi nikajibamba, lakini usisahau mimi niko na pingu bado. Tuko kwa hoteli ya hali ya juu, lakini mikono zangu zimefungwa na pingu. So kila mtu mmoja anaingia kwa ile hoteli anaingia tu kwa ameona kale ka kijana ni kufungwa kwa mifungo. So kwa mtu aibu unaona hata ile kukula huwezi kula, lakini mimi sikuwa na mind. Mimi nilikuwa na meza. Tukatolewa hapo jioni hao, tukaamua tuendelee na safari yetu. Twende wapi? Kakamega. Na sisi tukaenda. Sasa tuko kwa gari, wale maaskari walikuwa wananiambia, walikuwa wanaenda kunipigia story huko, wananiambia sasa huko mahali unaenda huko hakuna ubaya, huko ni uende usoma, ujikaze, ukitoka huko ukuje usaidie nini wazazi wako. So unaona mimi wakiniambia hivyo, akili yangu inaniambia huko ni kama Kabete ama hata ni zaidi ya Kabete. Mimi sikuwa najua ni wapi napelekwa. Sisi tukaenda na tukafika. So wakati tumeingia juu ni kanjia fulani, unatoka kwa highway alafu unaingia na rough road fulani bamba, alafu naenda like karibu 3 kilometers to 4 kilometers kuingia tu ndani peke yake. So sisi tukaenda. Kwenda niko kwa hizo gari zao fulani, tumekaa tu hapo. Kwenda tukafika kwa gate, wakaniambia, nikasikia msema tumefika. Mimi wakati tunapita hapo nikasoma school, unajua hata shule kuna kuanga na school moto. Sasa mimi nilijua ni shule napelekwa. Kitu ya kwanza mahali nimeenda nimesimamishwa, nikaambiwa shuka, nikasoma school moto. School moto ya jela inakuwa ni kurekebisha na haki. Hiyo ndio jela yote. Hiyo ndio jela yote imefanya nini? Iko hivyo. So mimi nikaingia, wakaniingiza huko, na sawa nimestuka mara moja juu sikuwa natarajia kitu kama hiyo. So kuingia pale ndani tukapata maaskari, nikaingia pale, ni nani? Nikaingia nikamwambia toka. Sasa unajua ni ile maaskari, kaa chini, nikakaa. Toa hivi vitu. So nilikuwa nimevaa nguo za raia. So zile nguo nizitolewe mbio kwanza, nitolewe mbio. Toa. So natolewa nikigongo. So ile kule kugongwa haraka. So ule una nafasi. Nikatoa nguo zile za raia, na unatoa mpaka boxer. Hakuna kitu yote ambao unabaki nao ambayo umeingia nao pale. Utatoa kila kitu urudi uvae zile kunguru za huko. Na kunguru ile jela nyingine tofauti. Hizi zingine zinakuanga white and black. Ile ilikuanga ni sijui ndakwambia grey yenye imeshika, alafu grey nyingine kuna ilikuwa sura nyingine mbaya sana, alafu nikaa kihema. Unaona ile baridi ikikupiga vizuri inaweza unasikia mpaka mwili imeanza kupigwa na baridi, unanielewa? So mimi nikaingia pale, nikachukuliwa, wajamaa wakanipatiana, na hawa wakafanya nini, wakaenda. Nilifika majioni time ya kwenda kukula. So mimi kutoka pale nimetolewa pale, askari wale maofisa waliniita washaenda. Sasa nimebaki mikono za maaskari wa jela. Sisi nikakaa pale, nikachukuliwa hapo, nikapeleka, ilikuwa ni time watu walikuwa wanakula. So kutolewa pale nikapelekwa direct mahali wote tu nipaite dining hall. So kwenda huko juu ni kinyumba kimejengwa, lakini hata dining hall zingine ziko hivyo. Juu sijaenda high school ama boarding sijui, lakini najua ziko hivyo. So huko ni kikubwa. Sasa mko huko tu ndani. Ni kama hata sijui nikwambie ni kama kichinjio. Unaona wenye kichinjio kubwa inakuanga hivyo, ndio hiyo dining hall iko. So mimi kuingia pale nikamwambia nenda nichukue chakula, nikaenda nikapanga laini, na nikaitiwa jamaa mmoja akaitwa ambaye ni prefect wa nyumba. Akaja akaambia sasa huyu kijana utamchukua huyu, ambapo utampatia nini, mtakuwa kuna nyumba ambaye ile nyumba ambayo huko ndio atakuwa anafanya nini, atakuwa anaenda. So nikapelekwa block A ambaye ilikuwa inaitwa Kisumu. Unajua sasa zote zinaitwa jina fulani, lakini sasa zinakatango hizo ndio labda ni Mombasa, kama ni Nakuru ama Nairobi, unanielewa vitu kama hizo. So mimi nikapelekwa Kisumu. But nilikuwa pale kwa deni, mimi nishachukua chakula, nikaenda nikakaa. Wewe jamaa akaniambia wewe ukikula tu ukiniangalia ile time tutaambia twende, filimbi ikipigwa sisi tutoke unifuate tufanye nini, twende. Sasa mimi nikachukua chakula yangu na nikaenda position, nikakaa chini. Kabla sijaanza kukula, jamaa mmoja akaja. Tumejaa tu, tumekaa chini, wengine wamekaa chini, wengine wamekaa juu. So mimi nimekaa chini. Mimi kwanza ni mono number 1. Huko sasa mimi hiyo ni mono kabisa. So hakuna kitu yote naelewa, hakuna kitu yote nashikanisha, na nimeingia huko nikuwa peke yangu. So kukaa pale, jamaa mmoja wakaja. Saa kuna jamaa walikuwa wamekaa hapo nyuma, mmoja akanigusa hapa, akaniambia nikageuka, akaniambia mambo poa. Nilikuwa nataka kukuona. Mimi kutoa kichwa kurudisha pande hii nilikuwa nimepatiwa chakula, but ili kurudi pande sikupata ile sahani yangu. Ishachukuli, kumbe huyu jamaa amenigonga nigeuke, mwenzake achukue nini? Ile sahani, ile mururu, juu tunaita mururu kijela. Haso imeenda. Mimi kugeuka hivi hakuna. Kuangalia yule jamaa nikamwangalia na machungu, lakini hauna huwezi mwambia kitu. Ni bahati nilikuwa nimekula upande wa Kisumu. So Kisumu town. So nikalala siku ni kama si venye nilikula ningelala njaa. Tukaenda wase wakamalizia na sisi tukaenda kwa block. So kwenda kwa block
tumeingizwa ni Kisumu. Kabla ya hesabu tukaingia, wasee wakajipanga panga, hesabu ikakuja juu lazima maskari wakuja wafanye hesabu, alafu wafanye nini? Waende. Wakibaki nyuma kuna ile kukaba, inaitwa kukaba, ile kama kuscout hivi. So sisi tulikuwa tumescout, maskari wanatoka, prefect wanabakingi wakuwa bado mumescout bado ile kukaba. So ni mwanzo sasa kufanya nini? Kumonoliziwa, kama kuna wageni wajitambulishe ABCD. Siku hiyo kwa hiyo block nilikuwa mgeni peke yangu. So kuingia pale wasee wakaniita kuna mgeni, mimi nikainua mkono mimi ni mgeni. Kuja hapa mbele utuambie wewe ni nani, umetoka wapi? Baadaye wakanimonialize ABCD, nikawachapia ngoma yenye niliwacha raia ikihit hiyo time. Je, lazima uwaimbie, wale ni watu wako jela wajui chochote kitu yenye inaendelea nje. So after kumonoliziwa hesabu ikaisha na mimi nikarelax. Relax, nilipatiwa blanketi moja. Ukiingia jela hiyo si ya kucheka na wewe, kwa sababu mimi ile kitu najua, ile jela si kama hizi zingine. Pia hizi zingine sikatai ni mbaya na ni hatari, but ile nakwambia tu ukweli, hauwezi ukafungwa zaidi ya miaka ngapi? Miaka 3. Iwe utafungwa, uwezi fungwa kidogo na uwezi fungwa zaidi. Na kuna pia miaka za kuingia kwa ile jela kutoka miaka 17 mpaka miaka 27, 26, yani kurudi nyuma hapo peke yake. Yani ni jela ya mayouth. Unanielewa? Na pale hakunanga kitu, unajua hizi jela zingine kuna kuanga na kitu inaitangwa appeal, inaweza ikakutoa huko. Kama umefungwa ni hivyo mpaka siku yenye utafanya nini? Utatoboa hiyo miaka yako 3 ufanye nini? Utoke. So mimi kuingia pale niko na blanketi yangu moja, nilipatiwa blanketi moja. Sasa mimi wasee, kila msee anaingia anachukua position. Kila mahali mimi naona kila mtu ameingia amechukua position. Mimi sina position yangu. Unanielewa vizuri? So mimi nilikuwa nimekaa pale naongojea kila mtu ajipange, at least mahali ya kutakuwa na mtu, mimi niende nilale wapi? Niende nilale hapo. So mimi nilikuwa nimerelax. Wase wamejipanga panga, kila mtu ametulia base yake, nimetulia. Wakati nimetulia nasikika. Nipige ni ya maji. Hiyo kitu nasikika. Pole. Ulikuwa umebreak? Mimi ndio nimefanya. Tumelikuwa tumefika wapi? Wakati umetulia watu wakilala. Yeah, so sawa. So mimi nilikuwa nimetulia, ni sana angalia wasee ni wapi kuna nafasi at least nifanye nini? Nilale. So ni masaa moja, saa 2. So kila msee anaenda anachukua position, utapata 2 3, ni ma stories sasa, ni riba wasee wanafanya nini? Juu ile block zote za jela nadhani juu nimeingia ndani, nimeenda tofauti. Inajenga kama church. Unaona venye church hujengwa hivi mrefu. So mlango inakuanga pande hii, alafu huko mbele ndio madhabahu. So huko mwisho huko kutakuwa ni choo. So wasee wamejipanga. Unaona tu venye wasee ukaa kwa kanisa na rolls. Hivyo ndio wasee ulala pale jela. Hii row kuna wasee wamelala hapa, na hii pia kuna nini? Kuna wasee wamfanya nini? Wamelala. Mimi nilikuwa nimetulia pale, nikaona kuna jamaa amekaa kwa peke yake tu kwa kona, aongei na mtu, amerelax. Ile blanketi yake ni kulalia, amelalia lakini hajafanya nini? Hajajifunika. Mimi kuangalia nikaona na ule jamaa mwenye ametulia pale, hebu acha niende nibonge na yeye nione kama anaweza kanisongea hapo mahali yako, at least nifanye nini? Nilale. Mimi nikaenda nikafika, nikaenda nikamgotea, nikamwambia niaje bro. Mimi kumwangalia macho alikuwa mgonjwa. Huyu jamaa alikuwa na macho za white kabisa. Yaani hata si white, kuna ile white fulani inaenda kuwa kama yellow ya ugonjwa. Unajua kuna ile white ambaye macho yako tu ni white, lakini kuna ile white ambayo inaenda kukaa kama cream, ni ile ya mgonjwa. Unanielewa vizuri? So mimi nikaona pale sikuweza kushinda nimejiuliza hiyo hata, lakini kumwangalia nikaona huyu jamaa hayuko sawa. So mimi nikaenda nikabonga na yeye, nikamwambia ni aje, si mimi naona uko na blanketi moja, si tutoe hii yako tulalie hii yako, alafu hii yangu tufanye nini? Tujifunike tusaidiane hapa. Akaniambia ina mambo, unaweza ukasonga juu hata hapa niko peke yangu. Mimi nikaenda nikatulia na nikalala. Kulala hiyo usiku kule jela kuna ugonjwa 2. Zikikupata hizo ugonjwa, my friend, kama ulikuja kuwa msik ama wewe ni weak, ni rahisi sana ufanye nini? Zikubebe ama hata zikuangamize. Unanielewa vizuri? Kuna ugonjwa ya cholera, nadhani mnaijua, na kuna ingine inakuwa upele. Hii ya uchafu, unajikuna huko kwa joints. Unanielewa? Unajikunanga tu kwa joints peke yake, hakuna mahali pengine unajikuna. So hiyo ugonjwa ilikuwa imepiga ule jamaa sana. Mimi nikaenda nikatulia na sisi tukalala. Kulala, my friend, hiyo ndio nilijipata mara ya kwanza mimi nimelala na maiti. Nilijipata nimelala na mtu amekufa, ni kuwa tumejifunika na yeye blanketi moja. Unanielewa vizuri? So mimi tulikuwa tumelala pale, asubuhi kafika. Unajua obvious asubuhi lazima wale maskari wako usiku watolewa asubuhi, shift wale asubuhi wafanye nini? Waingie. So kuingia wanaingia lazima aingie na hesabu.
So kila siku asubuhi 6:30 to saa 1 hesabu inachezeanga wapi? Inachezeanga hapo. So inakuwa block yetu kulikuwa na moja ilikuwa ni N, block N ilikuwa Nairobi, alafu sasa sisi sasa hizo zingine zimepangana. So akianzia huko kama hawa wameharakishwa, pia sisi hata sisi tutaharakishwa kabla hao wengine wafanye nini? Wajipange. So asubuhi filimbi ikapigwa, wanaanza na mafilimbi na milango kugonga. Kuna askari anakuja kwa mpiga milango zote akuwa amepanda. So venye alikuja akapiga prefects, unajua ni mbio na maviboko za haraka. Sisi tukaenda tukafanya nini? Tukao tumekaba ule mjamaa jamuka. Maskari nao wakawa ndio wameingia, juu wanaingianga na hesabu ya haraka. Wakakuja kwa wamempiga nini? Wamempiga teke. Unajua mtu mwenye ako hai hata akuwa amelala aje ukimpiga utajua mtu ako hai kwa sababu mwili ujipeleka, lakini mtu amekufa ukauka. Unanielewa? So ule jamaa venye alipigwa chini alienda na bodi yote. Unanielewa? Nikasikia huyu mtu hayuko. Kitu ya kwanza mimi nilistuka. Ni mara yangu ya kwanza kuingia. Ilikuwa siku yangu ya kwanza kulala huko. Itakuwa hii ni kesi tena nitakuja nijilalishie nimeua mtu usiku. Na mada ndio imenileta wapi? Imenileta hapa. Sasa nikaanza hiyo kustuka. Lakini sasa uje uko wajali, wale ni maskari hawajali mtu. Unanielewa vizuri? So yule jamaa kunini ashaondokea nini shida ilikuwa gani? Prefect akasema mgonjwa saa kajazo na watu wao wakamkuja na akafanya nini? Akaenda. Hiyo siku tukashinda, ilikuwa mwezi wa 11 tukashinda hiyo siku. Hiyo siku jioni mzee nitakuja kupatana na challenge moja sana kubwa kwa hiyo jela. Hiyo jioni mimi nilikuwa nimetulia. Unajua tunaenda after kukula tunakuja tunaingia kwa block, watu wanapiga mastori before walale. Piga mastori, wasa utapata kuna magroups watu wamejiweka kwa sababu kuna watu wametoka kaunti tofauti. Uwezi niambia mimi niwe nimetoka tuseme mahali kama Kitale na tuko watu watatu kwa hiyo block na sisi wote ni wa Kitale, lazima tushikane na tuwe tunaongea. At least tunaondoleana nini? Mawazo. So mimi nilikuwa peke yangu. Unajua huko kila wasee utapata wasee wamekuja by counties, kuna wajamaa wa Kitale, kuna wa Nakuru. So inakuwa ni mnaenda mnakaa, mna kill time, mnasukumu. So mimi niko peke yangu. So the following day tumetoka kukula, tumeingia pale, wasee ni mastori nini. Mimi niko peke yangu, niko kwa ukuta nimejishika aje? Nimejishika hivi kwa sababu kwanza kitu ya kwanza ile base jana nilala, nishaingizia uoga kwa sababu kuna mtu alipatikana pale amfanya nini? Ameaga. Unanielewa? So mimi nilikuwa kwa ile dorm nilikuwa nimetulia. Huko kuna kitu ushoga. Hii mambo ya ushoga, umende iko hali ya juu sana. Mimi ni mgeni, sijui story kama hizo kama zinafanya nini? Zinaendelea huko. So mimi nilikuwa nimetulia. Kuna jamaa alikuwa huko ni prefect wa nyumba bado. Unajua pia prefect kuna mkubwa na kuna mdogo. So ule mwenye alikuwa prefect wa nyumba alikuwa ni Mteso ni hao Kiswa kutoka huko mpakani. So ule ndiye alikuwa mzee wetu. Tunawaita prefect tunaita mzee wa nyumba. So nilikuwa nimekaa pale, mimi ni majioni jamaa akakama. Mambo fulani poa. Juu nikamwambia jina. So mjamaa akaniambia hii jina Masai haijaanza leo, sasa ilianzanga hizo time nilikuwa huko. Akaniambia pana mimi wacha nikuwe nikikuita nani? Nikuwe nikikuita Masai. Akaniambia, nikamwambia nipo. Akaniambia afanya hivi, mimi kuna vile nataka tusaidiane nini? Tusaidiane huko. Nikamuuliza tunasaidiana kivipi? Sasa unajua hakuniambia direct kwanza hivi. So naenda na mzee usinielezee unajaribu tu kumaanisha nini? Mjamaa akanifafanulia, akaniambia unajua sasa huku kuna shida kama ya kukula, kuna shida kama ya kupata vitu za kukula, sabuni, haya hizi vitu za kwenda choo ukipatikana hapa na askari hauna kitu ya kwenda choo na si ati wanapatia nanga, utaumia. Mimi hizo vitu naweza kuwa nikikuokolea na hata kiroma. Nikamwambia si mbaya. Nikamuuliza ni usaidizi gani unataka tufanye nini? Tusaidiane. Mjamaa niruhusu tu nicheke kwa sababu alinichekesha, kwa sababu alianza sasa kuniingiza box, kunikatia venye mimi naenda nasimama hivi naingiza dem box ama nabonga na mtu. Sasa yeye alisimama hivyo. Mimi nilisikia hata kucheka, nikamuuliza mtu wangu unataka mimi haitaweza. Akaniambia itaweza. Sawa, mimi nimekuachia mtihani, wewe baki wapi, lakini mimi najua utanifua. Mimi sasa nimebaki pale, nimestuka. Alafu naangalia, unajua ule ni mende, unajua kuna kuwa na tofauti ya mashoga, sio wote mashoga ni hao mabibi. Sasa hao wanaume wenye wanakuwa wanafanya kaa wanawake, lakini mamende hawa mabwana sasa ndio wanaitangwa mamende. Uwezi ukaita shoga mende na yeye si shoga, unanielewa? Na uwezi ukaita shoga mende kwa sababu yeye ni bibi si bwana, unanielewa? Sasa unataka utofautishe hapo vizuri. So mimi nilikuwa nimekaa pale, hiyo kitu ikanikula akili, nikajiuliza huyu jamaa jaribu kumaanisha nini? So hiyo siku nikalala, kesho yake ikafika.
Sherehe kufika, jamaa akaenda. Hiyo siku alienda huko jikoni akanunua. Yeye ako na hiyo nafasi ya kuweza kupata hizi chakula hizi zenye zinapikwa na watu wa jikoni, kwa sababu watu wa jikoni wakati nyinyi mnapakulia hao wanabakingi wakijikarangia zao, na zingine hata anaweza kufanya nini za kupelekea mabibi zao, na zingine za kuuza, kupata cigarette mko pale kwa jela, za kupata kitu kama tissue. Yaani biashara tu inaendelea wapi? Inaendelea pale ndani. So mimi the following day nilikuwa nimekaa pale, mi nisha get base. Sasa siku rudi kwa ile base yenye tulala. So hiyo siku nilipata kabisa kingine nikalala. So hiyo ni siku ya 3 sasa. Nilikuwa nimetulia pale, mjamaa akakuja na mururu sasa hii kubwa. Hii mururu sasa inakuanga ni kama sijui ni jug, ni kama jug kubwa ya mabati. Alafu imekatwa ni size hii. So kaugali kana kuanga huko ndani, alafu kasupu. So mjamaa, lakini wale watu wa jikoni huijaza vizuri, wanaifinya vizuri, ambapo akikuja wanakuuzia, anaweza kuuzia hata sigara 3, mwingine atakuuzia na tissue, mwingine atakuuzia na vitu za kwenda choo juu, kwa sababu huko ndani kuna kuwa na inspection ya kukuja kuangalia vitu ambazo mnaenda nazo kwa choo. Na ukikosekana nayo, kama wewe si Muislamu, utaona vibaya. Unanielewa vizuri? So mimi nikatulia pale. Mjamaa akakuja majioni. Kuja na mururu ngapi? 2. Moja iko chini na nyingine iko juu amefunika. Akakuja huyo mpaka mahali niko. Akaifunua. Kufunua maharagwe imejaa vizuri kwa sana. Unajua pale kwa tukienda kupakuliwa inachotangwa. So na pale hakuna kusimama, mnapitanga mkigongwa. Pita na askari amesimama mahali kwa mawe, ako juu. Sasa miguu yake ako mahali juu, miguu yake inafika mahali kama wapi? So yeye anakugonga tu venye yote anafanya nini? Anataka. So pale unapitanga hata unaweza hata ile mboga ianguke, ndio ile kiboko yake isifanye nini? Isikugonge. Sasa hii imeletwa imejaa kwa sahani. Mimi kwanza nikustuka. Alafu imekarango, iko na hadi tu vitunguu juu, mafuta, unaona vile imefanya nini? Imelala. Mjamaa akakaa akaniuliza, ni aje poa Masai, uko poa? Nikamwambia epo ni poa. Sasa ile maneno yote ulisemaje? So amefunua ile maharagwe amefunua ile maharagwe, ndio mimi ni hiyo, na ile ugali akaifunua, ndio ile tamaa ifanye nini? Inipate, kwa sababu trick ya jela, ndani ya jela kuna shida ile kubwa sana kama hiyo yenye nilikuwa na yenye nilikana nika experience, ni kukosa kitu ya kukula. Unaona? Juu kale ka ugali utapasiwa, unaweza angukia uangukie ile jamaa likata kikubwa akakuwekea. Na pia unaweza pita pale awe alikuwa ni kukachonga alikachonga. So unaona hiyo ka ugali ukilala pale nako na unakunywa uji, kwa hivyo the more unakunywa uji tumbo inaenda ikikuwa nini? Inakuwa kubwa. Umerudi umepatia kwa ugali kiasi, utasikia kameenda wapi? So dakika ya mwisho utakuja upatiane makalio ifanye nini? Igongo uweze kupata nini? Uweze kupata chakula. Mjama wangu akakama. Akaniambia, so ulisemaje ile mambo yetu? Mimi nikamwambia hapana. Unajua uzuri kenye mimi nilikuwa nimejifunzanga nayo. Sikuwa nimetoka nyumbani direct, nilikuwa nimepikia mahali kama Kabete, mahali kama Gitadhuro. Huko Gitadhuro tulikuwa tunajaribu kufunzwa mambo ya ushoga na umende sana. Hizo mambo tulikuwa tunajaribu kufunzwa sana. Tunajaribu kuambia, na tena tunafundishwa na njia ya God. Tunaambiwa kama kuna kitu God anachukia ni gani? Ni hiyo. Unanielewa vizuri? So ule mjamaa kukuja na ile keroma, mimi ile story venye alinichapia, ndio hii chakula inaniweka kwa trick, kwa sababu nasikia kuidishi, lakini nikikumbuka ni nini itarudi happen, ile story inafanya nini? Inakatikia pale. So jamaa kukuja kufunua, nikamwambia mimi kama niyo shughuli itafanya nini? Haitaweza. Na yeye akaniambia haitaweza, mimi najua utanitafuta na najua hata sasa sitarudi hapa kutafuta, wewe mwenyewe utanijila. Mimi nikasema sawa. Mimi sikuwa najua kuna kitu nitakuja nifesiane nao nini? Nifesiane nao mbele. So tumesukuma, masiku zikaendelea kusonga, mjamaa tu anakuja tu moja nini. So after nilikataanga, unajua ukiingia jela unafaa ufanye kitu kama wiki ama 2 weeks choo, alafu ndio utolewe. Juu wageni wanakuja kila siku na kila wakati. So ukitolewa choo kunaingia, lazima ukiingia huko lazima ufanye kazi kwa choo kwanza before uendelee kutolewa. So ule mjamaa punishment ya kwanza alinifanya, hakuwahi nitoa choo. Niliishi kwa choo, ndio ni mzee wa nyumba. So 27 tukakaa na Christmas ikafanya nini? Ikafika. Christmas kufika, Christmas ya jela ni funny. Christmas wakati huko kwingine mnaanza kujiprepare ma 2018 huko. Ya jela ni tofauti. Ya jela msipokuja kutembelewa na wale watu to organization, mtasikoma ile mururu ambayo mlikuwa mnafanya nini? Mnaikula. So siku ya Christmas kufika, kulikujanga wajamaa wengine, sijui walikuwa ni wa nini gani, organization gani, but nakumbuka kuna watu walikujanga wakakuja na mikate ndio zinaruhusiwa huko na juice. So kukuja na mikate, ile jela tuko wengi. Hii juice wamekuja tuseme karibu na vibuyu kama 20 ama 15 na mko wengi. Hiyo mtaitawafikiaje? Itakuwa ni ngumu. So walikuwa wanachukua zile kuna zile drum zile za kuweka maji, hizi zinaitangwa aje?
hizi ma premium hizi za kuweka kichukua kitu kama inakuanga to 10 wanaweka kama ile 5 liters moja ama nusu. So unajua ikiwekwa ni rangi pale hakuna kautamu hata kidogo, ni rangi na ka juice. So si tukapanga laini, ni wase wapange laini wafanye nini. So mnashikana watu 5 mnapatiwa juice na mkate hiyo na mkate moja. Na hiyo ndio Christmas. Mkate moja watu 5. So mimi niko pale kwa laini. Mimi hata sina shughuli na mtu. Ule jamaa ule wa kunitesa kwa ile nyumba ameniweka kwa choo, ameisha akinisumbua, akahakikisha among wale 5 ako ndani ya nini? Ndani yangu. Sasa mimi kutulia hivi, si unajua mnaenda mnahesabia 1 2 3 4 5 shikeni ndio mwekeo juice 1 2 3. Mimi wakati nianza kuhesabu unajua obvious unahesabia 1 kugeuka hivi niko na mjamaa kwa wapi? Ako hapo nyuma. My friend roho yangu ilipiga karibu itokee hapa ina kupiga ni kustuka joza nishaona kwa kitu cha kwanza nishanyang'anywa. Hapa huyu jamaa amekuja kunidhulumu. Huyu jamaa ni wa kunitesa 24/7. Unanielewa? Jamaa akapanga laini. Kupanga ni mjamaa alikuwa amejaa ni mteso. Akakuja so tuko 5 na yeye ndio mtu amekoma. Sababu yeye kupanga pale kitu ya kwanza ni afanye unyang'anyi, kunyang'anyana. So kupatiwa mkate, yeye ndio mjamaa mwenye alikuwa nyuma yake sasa ndio alipati ndio mtu wa mwisho ndio anapatiwa na bloko na hao. So yeye akainyang'anya kwanza ile mkaka, akaniambia yeye ni aje Masai. Poa si mkate mimi ninanyang'anya wengine unaonaje sikuje tuku na ile maneno yetu leo usiru. Mimi nikamwambia hapana wewe acha mambo yako bwana. Akaniambia basi hata mkate yaku nikamulilia nikamwambia fanya hivi basi nipatie hata kama ni slice moja. Kulikuwa na wajamaa walikuwa wametokanga upande wa Nanyuki ambaye ni Wasamburu. Unajua Wasamburu na Wamasai kuna vile tumekaribiana kidogo. Unanielewa vizuri. So hawakuwa kwa ile block ni siku ya Christmas sisi wote tuko nje. So nilikuwa nimeona mahali wa juu tukienda kukula kuna mahali tulikuwa kwa hiyo dining hall. Kwa hiyo tunapatana at least tunaongea. Nikamwambia basi fanyeni nikamwambia nipatie basi slice moja hata niende kwa wale wenzangu nende nikakae pa. Akaniambia kuna na nikakausha mkate namna gani? Namna hiyo mimi na kajuice kangu nikaenda kwa wale Wasamburu. Wale Wasamburu kwa bahati yao mzuri hawakupata mtu wa kuwadhulumu. Juu alifikanga wakuu 3 na wote wakarudishwa kwa mmoja wakuu ngapi? Wakuu 3. Unajua mkuu at least mkuu 2 mkuu 3 mnapatiana ile clinical psych ile moral. But mimi niko peke yangu wote ile block yenye niko one man. Unanielewa vizuri? So mjamaa siashanyang'anya mkate na mimi nikaenda kwa wale Wasamburu. Kwenda kwa wale Wasamburu wakanipatia slice hiyo. Slice moja. Juu pia hao wanakula 3. Unapata sasa mmoja ndio niambia shikanda huai ufanye nini ukule. Sisi tukakula na sasa mjue mkikula hapo vitisho ni mingi. Magrin mnakula tu mikate hapa. Hamjui Januari ni shamba. So unajua umefika jela hujui shamba ni gani, hujui kazi ni gani. Unanielewa? Lakini sasa mnauzia uoga. Sisi tukamaliza Christmas tukaenda tukakula lunch na tukarudi kwa block. Kula lunch sisi tukaingia kwa block. Kuingia kwa block siku zikasonga. Mjamaa bado huwa ananiandama. Umesikia niliingia huko mwezi wa 11. Sasa tuko December. Bado nafanya kazi kwa choo. Kazi yangu ni kwa choo bado. So fika December huko, tukaruka December, tukaingia January, mwaka ikarukwa. Sasa tuko 2018. 208, si kweli? Tumetoka 27 sasa tuko 208. Kuingia 208 hiyo ndio miezi sasa za kazi. Vitisho zikaanza. Mjamaa bado hajaiacha kunichokoza. Anakuja ananiambia ni aje so kubali na mimi naona wewe ni mtu una mambo mingi. Unanielewa sana anajaribu kuniingiza box. Mimi nilikataa nikamwambia wenyewe mimi najua kitu hiyo kwanza kitu ya kwanza. Hiyo hata Mungu hapendi kwa sababu sisi tulikuwa Kabete tulikuwa tunafunzwa design. Wakati God aliangamiza kuna place kulikuanga Sodom and Gomorrah. Alimaliza kwa sababu gani? Jia hiyo umende na ushoga. So hiyo ni laana moja sisi tulikuwa tunajua hata tukua Kabete. Hiyo ni laana kwanza. Ni hiyo ndio ile makosa yenye God aiza akafanya nini? Akakusameheana. So mimi nilikuwa naiogopa. Kitu ya kwanza hata siogopi hadi hiyo kazi. Naogopa kwanza juu ya God. Kitu ya kwanza ni hiyo. Second ni ile madhara yake. So sisi tukaendelea, Januari imefika. So hiyo Januari hatukwenda kwa makazi direct. So tukakaa Januari, February kufika ikafika ni time ya shamba. Huko shamba za huko ni za ajabu bro. Kuna shamba 3, si mingi, 3 only. 3 peke yake. Shamba ya kwanza tu majina tu yenyewe inakuweka wasiwasi. Shamba ya kwanza nakumbuka tu ilikuwa inaitangwa Milima na Mabonde. Milima na Mabonde ni ukweli. Ni hivi shamba iko hivi inaenda inashuka. Shamba ya pili ilikuwa inaitwa Mtoro. Ambayo hiyo shamba inaitwa Mtoro ilikuwa ngani karibu sana hiyo Kakamega 4 imeisunguka. Maana ya kuitwa Mtoro ni kwa sababu iko na kona. Umeelewa? So ilikuwa inaitwa Mtoro. Ya 3 kiwanja ya ndege. Umeelewa? Kiwanja ya ndege kwa sababu gani itwe kiwanja ya ndege? Kwa sababu ni flat. Ni shamba. Si kwambia ati eka 2, eka 3.
ama eka 20 na kuambia shamba kuhusiana na shamba za government. Unaelewa? So si ikafika hiyo Januari na wasee tukaambiwa kuingia nini? Tukaenda shamba. Wakati sasa tuko shamba, kwa hizo jembe za huko, unaona irungu yangu vizuri venye unaiona hivi. Hii ni ndefu, miti yake ni ndefu. Tule tujembe to huko ni tufupi. Ukiinama usione mbele. Yaani ni mateso tu. Unajua huko kitu yenye ilikuja kuweko huko sana. Wale viongozi wale ambao ni wafungwa wako na power sana, design wako na power iko juu. Hata ile design anaweza kudhulumu, hauwezi ukapata askari na kudhulumu design gani hiyo design. So mimi kuingia huko mjamaa ameniplania. Ule jamaa wangu si ni prefect, ni Kierehere, wanaitwa Kierehere ni prefect. So prefect washachukuliwa mkuu wa shamba, maskari ukatuko kando visuguko kando visuguu ni wale kwa maskari ukiingia hata kwa kambi yote ama kwa nini kale kanyumba fulani kana kuanga juu, ama mtu yote mwenye anaenda inaitwa kufanya nini, kuweka kwa usororaje ni kuangalia ni yeye ndio macho ya kwanza, acha niite hivyo. So maskari wanafanya hivyo. Alafu sasa hawa prefect ndio wako ndani yenu kuwapiga mfanye nini, muharakishe. Kwa hiyo shamba ufai kwenda mbele na ufai kubaki nyuma. Mnafaa muende mkua nyinyi wote mko, ukiharakisha utasikia umegeuziwa, unataka kutoroka. Ukienda pole wewe ni mvivu, unabaki nyuma ufanye nini, utoroke. Sasa unaona Kiswahili huko ni hatari sana. So si tukafanya job. Hiyo siku ule mjamaa wangu alikuwa kwa hiyo laini ya shamba. Nakwambia viboko za huko wa jamaa anaweza kaplania kupiga mtu Disemba. Anaenda juu walikuwa wanaenda wanachuna hizi cypress. Unaona cypress, miti ya cypress. Akichuna mbili kuna hizi salt tape zinafunga kwa hizi fimbo za maskari. Unajua hizo unaona hizo fimbo zinakonga za black. Inakonga ni salt tape ya black, imefanywa nini? Imefungiwa pale, imesidiwa ikashika vizuri. So huyu mjamaa amechukua ile salt tape akaifungilia kwa zile cypress ngapi? 2 na zimekauka bro. So kuingia kwa shamba nikaona akipiga so ile time alikuja, mimi nakumbukanga vizuri hadi wa leo nakuanga na alama hapa ya huyo mjamaa. Alikuja kunipiga, nakumbukanga aliniambianga sijifanya mauru ukakataa mambo yangu. Alinigonga wapi na nikapasuka na nikaanza kusikia hiyo mgongo yangu ni kama iko na maji. Ilikuwa jasho, ilikuwa ni damu. So mimi venye alinipiga mimi nilienda kwa askari. Nikaenda nikamwambia fulani amenipiga na amenipiga kwa sababu fulani kuja hapo. Unajua sasa yeye ni prefect amekaa huko sana. Kuitwa akauliza nini? Huyu nimewapata wakiongea wanataka kutoroka. So unaona hata ile ningeenda kusema yangu haikuwa na power. Unanielewa? So ilibaki ni kwa mnyongo sababu unajua mimi pia kikesi sipendi kukimbilia. Napenda nikipata mtu wa kutusikiza, atusikize, tumalize nini? Tumalize. Lakini kienda nipate mtu haraka inakuwa ni ngumu kufanya nini? Kuweza yani kwa ile pesha ama kuweza kufafanulia kwa sababu atanipeleka ni kutoroka kwa rudi huko mjinga. Unaona uko ushaambiwa hivyo, itabidi tu urudi. Si ni kweli? Mimi nikarudi na tukalima na siku zikasonga. So tulisonganga, hizo shida ziko kwa hizo mablock, tukasonga mpaka ikakuja ikafika mwezi wa 2008, mwezi wa 6 wa 7 hapo. Mwezi wa 6 wa 7 kutoka mwezi wa 11, hiyo ni kufanya choo nimefanya for 8 months bila kutoka. Kwa hiyo block tulikuwa tunalala kwa kona moja. Kuna siku tulikuwa kufika mwezi wa 6 wa 7 tukahamishwa kwa ile block yetu Kisumu, tukatolewa hapo tukapelekwa na wengine ndio kunajiita Nairobi ambaye ni block N. Kupelekwa huko tukachaguliwa watu walikuwa wanagawanishwa kwa sababu kuna wajamaa walikuwa wamechimbanga kwa ile base yao wanalala. Walikuwa wamechimbanga. Sasa sijui kama walikuwa na plan ya kuja kufanya nini? Kuhepa. So tulitolewa tukapelekwa huko tukagawanishwa kwa block zingine. Ndio ile nyumba ijengwe pale, alafu sasa tufanye nini? Turudi. So venye mimi nilijipata tumepelekwa tena na ule prefect kwa block the same. Tukaenda Nairobi. Ilikuwa Nairobi ni next hapo. So tulikuwa tumekaa hapo, siku zinasonga. Niko pale juko tulikanga hiyo block tulikanga karibu mwezi mmoja huko kukauke juu na ile azijengani kama uto tunyumba tu wa kawaida. Zile za jela zinajengwa na zinawekwa mpaka manini. Zinaitwa nini? Yaani inajengwa na hali ya juu kwa sababu hata kuigonga isiwe ni rahisi, kucrack si rahisi. Ni ngumu ingie kwa block kama kwa jela upate ukuta ya jela imecrack bro. Unashindana hata wa mafundi utoka wapi. So mimi nikatulia. Tuko Nairobi. Hiyo tuko kwa hiyo block ya Nairobi hiyo huko jela kuna vitu zinakuanga karatasi. Hizo sasa ndio watu wanatumia kama choo na ndio kama tissue ndio bado wanazitumia kama pesa jela. Kwa sababu ukitaka kesi upatane na kesi ni ukosekane hiyo na hizo makaratasi. Zile choo juu zimechorwa hivi mtu akienda huko kama unachoro. Itakuja sasa wewe siku yenye utapatikana au na wewe ndio utabidi uoshe nini?
uchafu za wasee. So ulikuwa unahakikisha kila msee alikuwa na hizo pepa. So mimi nilikuwa nishazoea, unaona nimekaa sasa hata nilikuwa na miezi 8 huko. So upepo ile ugeni shanitoka sasa, mimi tayari nimekaa najihesabia masiku nitoke. Sasa tulikuwa tumekaa kwa ile block. Hizo pepa fulani mimi nilikuwa napenda sana kucheza kitu inaitwa simbi. Ni mimi kwa kamari mimi si mrahisi bro. So tulikuwa kwa hiyo hata kama si wa jamaa wa kwetu kaunti ya kwetu ni mabeste tushajuana na hao, hata kama ni wa block yetu, yani tushakuwa marafiki juu utapata kuna wengine pia kama kuna mtu ametoka Kuria, utapata labda ni Mkuria mmoja ako. Sawa, labda tushikane mimi na mwingine hivyo tuunde kasako ketu. So tulikuwa huko, mimi nilikuwa najua kufinya. Bado hii simbi kikorogo hivi bado inakuanga na wizi. So mimi nilikuwa najua kuziiba, nilikuwa nazikunjia watu. So wale mavijana walikuwa wananipenda sana. Sisi ilikuwa ni Sunday, nakumbukanga vizuri sana. Tunacheza pale simbi yetu. Wakati tumecheza nilikuwa nimekula siku hiyo juu sisi tulikuwa tunazifunga karatasi 1 2 3 mpaka 10 tunaita 1100. Ukuwa na 1300 ya hizo karatasi, yani venye sisi tunaziita. Unaweza ukabai hata chakula, unaweza ukapata tishu, kama wewe ni mvutaji wa sigara utaweza kupata sigara, kama wewe ni kasabuni ulikuwa unataka unaweza ukapata kupitia zile pepa. So sisi tukicheza, kuna wenye wanacheza za juu, kuna hata wenye baadhi wanacheza bado za 5 bob, wale ambao wamekaa huko sana, unanielewa? So sisi tukicheza ule mjamaa akakaa ule mteso akakuja kwa amegrab zile pepa za. So unajua mimi roho yangu inakuanga imemchukia. Unanielewa vizuri? Inakuanga imemchukia mbaya sana. So mjamaa alikuja nikamuuliza, Mteso alikuwa mkubwa kidogo kuniliko, alikuwa amejaa. Nikamwambia, Mteso, mbona unachukua vitu zangu na unaona hata sio zangu pekee? Wewe kwenda nini? Nikamwambia hapana, usikue. Huyo mjamaa alinipiganga hii kofi. Mimi sijui asili litokanga wapi. Tuko jela bro. Alinipiga kofi. Nikamsikizia nikamwambia bro, akanirudishia hii nyingine. Unanielewa? So mimi venye tulikuwa tunaongea, mimi sijui nini ili happen kwa hiyo dakika, nikasikia nimejaa mara moja, yani hasira imefika mwisho, disaster ikafika mahali nikaamua kufesiana na nani na huyo mjamaa. Na God ni mpoa, tu niite God ni mpoa kwa sababu hata kwa hiyo vita naona kama alitunikanga, kwa sababu hata mimi mwenyewe sikuwa naweza kutambua tunaweza piga mtu kama mgani, mtu kama huyo. So yule mjamaa mwenye anifanyanga, venye nipiganga kofi ya pili ilibidi sana nifesiana na yeye. So hata hakuna ati kunipiga tuanze kusukumana. Amenipiga na tukaanza. Sasa kuanzana nikampeleka mbio, nikamjua yeye ananipiga. Ako na confidence anaweza akanipiga. So ana haraka, lakini mimi nimechangamka juu ya hasira. Unanielewa vizuri? So nitamshinda haraka kwa sababu yeye ako na confidence na mimi niko na hasira. Unanielewa? So kumpiga hivyo tukapigana, mimi na ile hasira kwa akili yangu ikakuja juu niliishi nikilalamika na wasona niambie, Masai, unafanya kwa choo hiyo, imagine mimi siwezi afadhali mtu. So unaona hiyo hasira nilikuwa nayo. Huyo jamaa venye tulipigana, nikaona hapana, wewe uhitaji hivi. Huyo mimi nikaingia kwa choo. Kwa choo kuna kitu tunaita dukduk. Zile choo za jela, za hiyo jela, hizi zingine mimi sijui kama huko wengine wamjengewa poa. Zimejengwa tu kama rumu hizi za choo, but hapo mwisho si hizi zinaitwa aje? Hizi nini za kukalia, unaweka choo ilikuwa ni kama kamtaro. So mnakuja mnaweka chafu hapo, mnaweka uchafu. Maana wewe kuandiko kwa choo ni gani? Kuandiko kwa choo ni kuishi ukisukuma ile choo ya wasee uipeleke kwa shimo ziende zikateremke isijae wapi? Hebu niambie umefanya hiyo kazi for 8 months mzee. Unanielewa vizuri? Umefanya miezi 8, hakuna kupungua, ni kila siku nakusukumia nini? Wazee. Na pia hao prefect walikuwa wanachoa. So sana mimi nilikuwa nafanya ile ya wale prefect. Yaani jamaa anionyesha hakuna venye niko. Unanielewa? So siku hiyo tukipigana nilishikangwa na hasira sana. Nikatoka mbio na nikaenda kwa choo, nikachukua kitu inaitwa dukduk. Ni mswaki kubwa. Acha niite mswaki kubwa. Sababu ni kimiti kikubwa kutoka chini kikubwa, kimiti ni miti kubwa. Miti ni kimiti ambayo kinasukuma ile mawe. Sasa venye kimesukuma pande hii ya huku mwisho inakaa kama mswaki, mswaki vizuri. Ile mswaki hii toothbrush ya kununua ile ya kamiti ile unashindanga hivi. So inakaa hivi exactly. Mimi nilitokanga huko na ile kwa na machoi kwa na nini nikakuta huyu jamaa. Nilimpiga, unajua huko jela mkipigana hakuna wasee kuja kuambia acha nini. Inakuwa tu kama ile shule wasee waheshimiane nini. So wasee wanakangaka. Lakini sasa mali imefika nimeendea kile kimsi sasa hii si ile ya kunyamazia. Alafu sasa hakuna msee anaweza kanikaribia juu sisi wote ni mavi. Juu sasa nimechukua na mpiga na iko na mavi vile inaangua kwa nguo yake plus mimi zingine zimeniangukia wapi? Sasa ikawa ni nduru. Sasa si ati ni wasee waheshimiane. Ni nduru. Kwa bahati ya Mungu ule mtu alikuwa siku hiyo kwa hiyo duty. Juu si kila askari alikuwa mzuri. Ule mwenye alikuwa tuseme tu ilikuwa tu ni bahati yangu mimi. Mwenye alikuwa huko alikuwa ni koplo fulani, alafu anachukia ushoga ni number 1.
Unanielewa? Alikuwa ni mkosta, alikuwa anaitangwa, wacha tu nisimtaje jina, lakini alikuwa ni kutoka Coast, alikuwa ni koplo. So siku hiyo tukisi after tumepigana, sasa ni manduru nini, maskari wakuja mbio mbio. Yeye akaja, ndio alikuwa anamgumba, so kukimbia alikuwa anaendanga design fulani, ndio alikuwa mzito. So wengine ma constable ndio walikujanga wakafungua mlango, yeye akafanya nini? Akafika. Kufika ni wale maskari ya wananga. Sijui nitakwambia, unajua kuna mtu atakuita haraka asikize mtu mmoja afanye nini. So ule alikuwa ni mtu mzuri, unanielewa? Alikuja akasimama akauliza ni nini, shida ni gani? Mjamaa unajua tu kawaida ya prefect, kawaida ya watu vile huyu alikuwa anataka kutoroka, hata amenitukana, uliza hata huyu mzee wa nyumba. Sasa unaona hiyo kumuuliza, mimi akaniuliza, sasa unajua mimi nimenyamaza tu. Akaniuliza mimi nini, nikamwambia hapana, acha yeye akuelezee kila kitu venye kumeenda, alafu akimaliza na mimi nisimuulize. So akimaliza na mimi nikuelezee nini nimefanya, nini ilikuwa inaendelea. Mjamaa akaelezea. Haya, nikaulizwa na wewe, juu alikuwa anashindwa kuniita hiyo jina Muria, so alikuwa ananiita na wewe Muriango. Akaniuliza na wewe Muriango ni nini shida? Nikamwelezea, nikamwambia sasa sikiza. Hii vita unasikia amepatiana hii vita yake ni ya siku hiyo. So mimi nilianza since the day nilikamwingia kwa ile nikamwambia sasa sikiza. Sasa wale walikuwa wamevaa uniform na kuna crown, lakini walikuwa wanatulazimisha tumuite mwalimu lakini si mwalimu. Mwalimu gani akona crown? Unanielewa? So mimi nikamwambia mimi mwalimu huyu, mimi kesi yangu si ya leo. Sio ya leo kabisa. Na kama hapa kuna watu wametoka Kisumu, mimi ningeomba wakuje wapi? Wakuje hapa. Mimi kwa ile new block yetu ya Kisumu, tangu niingie nimeishi nikiosha hiyo choo mpaka siku yenye tumetolewa huko tumeletwa hii na kuja hii Nairobi. Bado huyu prefect ameenda huyu mzee wa nyumba ameenda akaambia mzee wa nyumba wa hii Nakuru nirushe kwa choo. So mimi nimefanya choo. Kitu ya kwanza ni, kitu ya pili, huyu ni mtu analazimisha mimi na yeye tufanye nini? Tufanye mambo ya ushoga. Na mimi ni kitu siwezani amenitesa sana. Kuna siku tulikuwa tukianza hizi stories za kwenda shamba. The first day nilienda, huyu mtu alinipiga na nikamtolea nguo, nikamuonesha hii alama iko wapi? Iko hapa. Nikamwambia kunipiga. Ule askari nilienda kuambia hakuitilia maanani. So huyu mtu tunaulizana naye kwa sababu si shida hizi karatasi, ni shida ya kunitesa na kutaka kufanya nini? Tufanye mimi na yeye mambo ya usho. Ule askari kusikia hivyo, ni wale watu sawa wanachukia, wanajaribu kumaliza kwa ile prison ile ushoga. Akamuita. Kulikuwa na watu wa kutoka Kisumu, akawaita, akauliza haya, akatafuta mashahidi wawili. Ni ukweli wewe unafanyanga kwa choo? Ni ukweli wewe ushaisikia? Nishaikutana na hii kesi. Ni ukweli hii mgongo aliwaambianga? Ni ukweli. Kwa hivyo wewe mteso unaishi hapo ukitesa nini? Ukitesa watu. So ile kitu iko, alikuwa prefect. Unajua kuwa jela, nini za jela zinakuanga visa askari wa kawaida ni V1, yani zinakuwa zimeangalia juu. Lakini sasa uko jela sisi tulikuwa tunapatiwa hizo V lakini zimeangalia chini. Unanielewa? So ukuwa nini wa nyumba, uko na ilikuwa ni V3 ama ni 2 kitu kama hiyo. V3. Ulikuwa na V3, so wewe ni kama meja, wewe ni wa block. Alafu mdogo wako ako na vingapi? Ako na V2. Unanielewa vizuri? So ule mjamaa akaitwa, ushoga imekuwa juu, hasa akapigishwa magoti hapo. Ikasemekana haya, ule askari akajaribu kuchunguza kama anafanyangia vijana wengine. So huyu jamaa kukuja kuitwa, akaulizwa, akona tu jamaa tungine tu bibi tu dem tu mwanaume tunakaa kwa hizo block zingi. So tu dem tuote tuwake tu mwanaume tuliletwa wapi? Tuliletwa hapa. Kopla akamuuliza, mpaka huyu ulikuwa unataka akuwe bibi yako? Mteso umejaribu. Ile sasa ile shati yake alitoleangu, ikararuli yangu, akatolewa. Kutolewa kapigwa kwa kapeleka kwa ile kuna block. Sasa ukipata wewe ushoga yako iko juu, sasa kuna ile block ya mashoga sasa. Huko hata kuna mtu anashughulikanga nayo. Kuna watu wenye wanapigwa kuni ama wenye wanafanya hizo mambo na wenye wanafanyiana. Unanielewa? Kuna block yao. So ule jamaa alipeleka block gani? Hiyo siku from nothing juice. Nimeishi nikifanya choo. Ile nini yenye alitolewa, ile shati alitolewa, unajua iko na cheo. Unanielewa? So mdogo wake ni wa V2. Mimi niko na vingapi? Mdogo wake ni wa V2. Yeye ni wa vingapi? V3. Mdogo wake hakuwa sikio kwa yeye, alikuwa mpeleka kwa block nyingine juu. So nakumbuka tukitoka Kisumu tuligawanisho. So yeye akaitwa, akakuja akapatiwa ile shati ya mkubwa wake. Alafu hiyo yake mimi nikafanya nini? Nikapatiwa. Hapo na hapo nikakuwa nini? Nikakuwa prefect. Tukasukuma siku. Sasa masaibu imeanza kuniondokea, nishakuwa prefect. Kukaa kama miezi 2 pia. Mkubwa wa hiyo jela mwenye alikuanga akapigwa transfer. Umeelewa vizuri? Kupigwa transfer kukakuja mwingine. Kwa bahati hiyo bado unaita ni bahati ambaye iliniokolea sana kwa hiyo Kakamega. Kwa hiyo siku za Boston. Huyo mkubwa mwenye aliletangwa alikujanga alikuanga Mmasai.
So unaona kukuja kwa Masai, kwanza akiingia kwa ofisi lazima apitie file za wafungwa. Umenielewa vizuri? So wakati alikuwa anapitia, akapitia file yangu. So mimi nilikuwa tu huko kwa block. Sikuwa nimeanza kitu. Unajua ukikaa kuna kitu ilikuwa inaitwa mahunguri. Mahunguri ni kwenda kufanya kazi na askari kwa wake nyumbani, anakupatia kitu kidogo ama anakupatia hizo makaratasi ama anakupatia tu pesa kidogo ama anakununulia hata maziwa ama kitu ama hata anakubaia hizo sigara. Hiyo ndio tulikuwa tunaita mahunguri. Unanielewa? So mimi sikuwa nimefika mahali pa kwenda mahunguri. So ule mkubwa kukuja kwa ile jela akachunguza, akakupitia zile file akapata hapa kuna jamaa Mumasa. So mimi nilitumaniwa na nikaitwa na yeye. Kuitwa na yeye, akaenda akanielezea, tukapiga story, akaniuliza ni nini shida, nikamuelezea, nikamfafanulia. Wakati nilimuelezea akaniambia usikuwe na wasiwasi. Ule askari mwenye alikuwa ametuma aniita, akamwambia siku yote nitahitaji hii ofisi yangu ioshe. Kwa ukiniletea kijana mgani, kwa kuniletea huyu kijana wakwe, huyu ndio nataka awe akinioshea wapi, wakunioshea hapo. Kukakaa siku kadhaa, mahali alihamia obvious, unajua ametoka farm na kwa ile nini, kuna ile nyumba alipatiwa. So hata yeye lazima aanze kulima, aanze nini. So ule mkubwa alijaribu kama kunisaidia. Unanielewa? So mimi siendi kufesiana na hizi kazi ngumu za huko ndani. Mimi mara mingi niko na mkubwa, saa zingine nimechukuliwa na askari, tumeenda na yeye kwake. Saa zingine nimekaa mpaka ile nini yake sasa nimeanza kuwa trust wake. Julifika ngama mahali ni kwa karibu kabisa kutoka. Nilikuwa tunaenda na yeye ananiandika tu pale kwa gate na tunaenda na wafungwa wawili na jioni by jioni tunafanya nini? Tunarudi bila hata askari. Unanielewa vizuri? Lakini hata hakuna mahali utaenda juu si mbali, ni hapo tu chini. Unanielewa? Ndio zile ma uniform uko nazo. So si tukakaa 208 kaisha. So 208 kuisha, huyo askari alikuwa amenisaidia juu ulikuwa unapata hizo tissue, alikuwa anajaribu kunipiga nikimfanyia kazi anibaiya tissue mbili juu. Kunipatia ganji ilikuwa ni noma. Huko ndani utapatia ganji, uende hata unyang'anye hata na askari mwingine ama hata usiku uporo, unanielewa? Lakini akubaiya kitu kama tissue anajua kuna shida, amekuondolea tissue, sabuni, kitu kama mkate hivyo, hizo tu vitu alikuwa ananiondolea. Na unajua hata ukitoka naye tissue sasa, wachaza zile karatasi ufike na ile tissue huko ndani. Tissue moja unakula wiki mzuri. Wiki mzima unakula vizuri na ni tissue moja. Unanielewa? So alikuwa anajaribu kunisaidia na hiyo. So mimi kukaa nilikuwa nataikana ngani uachiliwe mwezi wa 2009 mwezi wa 11. Kwa bahati mzuri ile bond ikakatikia kwa namba yangu. Sijui kama umenielewa. Ikakuja ikakatikia kwa namba. So mimi nilipunguziwa siku zangu za kukaa huko ndani kwa sababu nilikuwa nataikana nitoke mwezi wa 11 2009, si kweli? Lakini sasa nimechukuliwa na bond ya mwezi wa ngapi? Kuna hiyo kitu inaitwa bond, kuna kitu inakujanga inalia. So kuna zile namba jela watu wanapatia namba fulani inakuja inafika hapo, inakato hawa wanaachilia. Inaanzia hapo inakuja nafika mahali fulani mnawaachilia. So mimi hiyo ya mwezi wa 10 hiyo ya mwezi wa pili ilikuja ikaishia. Kwa mimi kulikuwa na watu tu kama 4-5 walikuwa kama 4-5 ambao walikuwa upande wa nyuma. So tukaachiliwa na ile bond. Wachiliwa na ile bond nilienda huko 2007. Bado mimi nikugrow. Nilienda nikuwa na 17 years. So nimetoka nikuwa na 19 years. Ni ukweli ama ni uongo? Bond kulia mimi ikanichukua nikatolewa mwezi wa pili. Kutolewa mwezi wa pili. Kumbuka vile ulishikwa na zile nguo ulishikwa, hakuna nguo zingine. Unanielewa vizuri? Nguo ni zile. Ni kugrow nimegrow 17 years to 19. Obviously nimerefuka kidogo. So ile trouser nilienda nayo, nilienda na trouser kaingia kwa sweating. Kalikuwa amefikanga chini, lakini siku hiyo nikikuja ilikuwa naitangu aje ile nini mnaitanga don't touch my shoes. Ilikuanga hivyo. Alasa kale kanini nilikuwa nako juu kalikuwa kaka shirt t-shirt hivi ama kanini kazito. Kalikuwa tayari kashapanda mpaka kitovu inafanya nini? Inaonekana. Sasa niambie safari ya kutoka Kakamega mpaka kwetu nimekuja na tumbo kali. So tukaachiliwa. Ukiachiliwa jela mnakujangio na mat mpaka wapi na bus mpaka pale. Mkikuja na bus, so kama kuna watu wa kukuja Rift Valley, kuna watu wa kukuja wakwenda Nairobi, kuna Mombasa, mnabeba na gari moja inafikisha. Sisi tulitolea ngona watu wa Kericho, Nakuru nini, tukapelekwa na gari ikatufikisha Kericho. Watu wa Nairobi wanachukulia ngo direct kutoka Kakamega mpaka wapi? Mpaka Nairobi. Unanielewa vizuri? So si kufika mimi nenda tukashukia Kericho, kufika Kericho nikachukua gari ya kukuja wapi? Kukuja Narok. Unanielewa vizuri? So mimi nimekuja, niko na tumbo cut, niko na katuza kangu akafiki pale chini na mabarua zangu niko nani? Niko nazo nimezibeba namna gani? Na muda hii nimetoka jela. Unanielewa vizuri? Nimetoka jela.
nimekuja na nikuja nipate my mom, at least maisha imesonga saa hii. Miaka 2 imeisha mzuri, hatujaionana naye. So nikitoka huko nishakuwa mkubwa. So next ni kufika home, at least hata niwekeka kazi, mimi nikikuja nifanye nini? Niendelee na kazi yangu. So mimi nikafika Narok. Kufika Narok, mahali nishikishio na gari, kuna mahali my uncle mdogo kwa my mom alikuwa ngana uzanga viatu hizi kuanika base, hizo viatu. So nilikuwa najua pale stage mahali anafanya nini? Anafanya. So mimi nilitokanga direct nikijua nimeenda kwa Maya, kwenda pale kwa my uncle bro. Nilipata ni wasee wa Panja wako wapi? Ni wasee wa Panja wako pale. Unajua utastuka. Yaani nikajiuliza, sawa huyu hayuko. Wacha nipande wapi? Wacha nipande kwa mama. So kupanda kwa mama, mimi nakumbuka vizuri mahali alikuwa wako. Unanielewa? Kufika kwa mama, kwenda sana kwa majengo, mimi huyo kwenda ile base niliwacha akikaji ilikuwa ni plot. Ilikuwa tu ni plot moja, ilikuwa imejengwa tu line moja. Ishabomolewa, imeunganishwa ni kanisa ya Pefa. Wale ambao wanajua pale Narok majengo kanisa ya Pefa. Mimi nilienda nikafika pale kupata ni kanisa, niliboeka na nikachoka bro. Wow. Kutoka nyumbani kwenda prison, na umetoka prison umeenda nyumbani, umepata nyumbani hayuko. Mambo yamebadilika. What an incredible story mtazamaji. Na mwelekezi wangu ananijuza kwamba hapo ndo part 2 ya video yetu inakatikia, na tutakuwa tunazidi kupiga story na Masai Rungu, na video ambayo itakuwa inakuja next inakuwa ni part 3. Na kuomba tufanye kitu kimoja, tunaweka namba ya Masai pale kwenye video yenyewe, tunaweka pia link yake, link channel yake kwenye comment section. Watu wangu wa nguvu, you know how we do. Mnaingia kwenye hiyo link, mnamwambia kwamba mmetumwa na presenter Ali kwa ajili ya kushow love, kwa ajili ya kushow support. Tutakuwa tukipiga story na Masai Rungu. Mimi naitwa presenter Ali, your entertainment PA, and I will see you in the next video.